Ile kazi aliifanya na ilikamilika vizuri, lakini kilichotokea kama anavyolalamika mtoa hoja ni kwamba waliingia makubaliano wao yeye na yule, na sijajua anasema kwamba alishirikisha TARURA, sijajua ni TARURA wilaya TARURA ipi, lakini kimsingi kwenye ofisi yangu mimi sina document yote ya makubaliano kati ya huyu na yule bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu mzima kama huyu anapokuwa muongo ni laana. Ni laana kabisa. Wakati ninafika hapa, siku ya kwanza wananiita hawa kwamba mkandarasi hana hata baisikeli ya shahidi. Siku hiyo barabara ilikuwa izinduliwe na Mwenge, wakawa na wasiwasi. Ulionana na nani? Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Tanganyika. Madai ya fidia eneo la hospitali ya rufaa. Mfaume Ponyongo, yuko wapi Mfaume? Hili jambo la fidia likoje? Mfaume yuko wapi? Anakuja Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hebu tuambie. Nashukuru ndugu yangu. Nashukuru kwa nafasi hii. Sisi tulifanywa valuation maeneo yale, mpaka leo hamna chochote tunachoendeleza. Kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa ilipita kasema msifanye maendeleo yoyote. Kwa baada hapo tumekaa maeneo haya hatuendelezi chochote. Ila mpaka leo Mheshimiwa Waziri naishi pale. Na usamini ule ulifanyika 2027 mwezi wa 7, 22 mwezi wa 7. Ni uthamini ulishafanyika, kwa bado malipo. Bado malipo. Katibu Tawala, una taarifa zaidi? Manake pale afya Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa ambazo ninazo, wakati mkoa umeanzishwa mwaka 2014 mkoa uliomba manispaa kupatiwa eneo kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa. Baada ya kupeleka ombi hilo manispaa ya Mpanda, tulipata eneo lile la ekari 254, na taarifa ambayo tuliletwa baada ya uthamini kwamba wananchi walikuwa 108 ambao walifanyia uthamini, na fedha ambayo ilikuwa natakiwa walipiwe waweze kulipwa ilikuwa ni shilingi milioni 468,321, ambayo baada ya fedha hiyo kuombwa serikalini tuliwalipa manispaa kiasi chochote kutokana na wale wananchi ambao walikuwa wanadai eneo hilo. Na hizo fedha zilipelekwa manispaa na wale wadai, kwa maana walifidiwa zile fedha kwa ile idadi ya watu 108 ambao walikuwepo. Lakini taarifa ni mwananchi mmoja hakuridhika na ile uthamini uliokuwa umefanyika, kwa hiyo hakuweza kupokea fedha zile. Ndio huyu? Sina uhakika kama ni yeye. Sasa simruhusu aendelee na maisha mpaka mtakapokuwa na pesa mfidie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunalichukua kwa sababu hili kwangu mimi lilikuwa lijafika. Tutaonana na mganga mkuu pamoja na katibu tawala ili limalizwe jambo lako. Haya, Ububerwa ametapeliwa na kampuni ya Global Features Technology. Na ninaambiwa hii kampuni imeshirikiana pia na TARURA. Hebu yuko wapi huyu Bubero? Meneja wa TARURA uko wapi? Ninyi ndo mnamjua hii kampuni. Hebu tuambie ilikuwaje, sogea tuambie. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Milioni 62 ilikuwaje? Ilikuwa kwamba mwaka 2021 sisi tulikuja hapa kwa ajili ya kutafuta kazi, kujitanua kwa ajili ya ukandarasi. Lakini huo mwaka ilikuwepo barabara mpya eneo la Majalira ambayo inajengwa, inachepuka kutoka barabara ya Kigoma kwenda kwenye makazi ya mkuu wa wilaya na zile nyumba mpya pale Mpanda ndogo. Wakanipigia simu watu wa TARURA wakaniita. Hii kazi walimpa mtu anaitwa Global Future Technology. Huyu sio Mtanzania, ni mtu kutoka Zimbabwe.
anaitwa Mr. Chileza, pia ana uraia wa Komoro na Marekani. Alipewa kandarasi, hana hata baiskeli. Nikaenda Singida, tukafufua gari zetu, tukaweka matairi, tukakopa kila kitu, tukaja hapa. Lakini TARURA walituambia hawajampa malipo ya awali. Baadaye mimi nikapata taarifa amepewa malipo ya awali, lakini yeye akaniambia nikipewa certificate namba 1 mimi nitakulipa. Yuko wapi huyo? Baadaye ili swala Mheshimiwa Waziri Mkuu aliposhindwa kunilipa nikasimama. Nilipokwenda kuwaeleza TARURA ambao waliniunganisha naye, na tulikuwa tuna memorandum of understanding tulisaini Dar es Salaam. Manager wa TARURA alinijibu kijeuri wakati yeye ndo aliniunganisha naye. Akaniambia kwani mimi unandai? Sasa baadaye nikaenda TAKUKURU mkoa. Hapa kamanda wa TAKUKURU mkoa akaniambia swala lako ni zito, lakini kwa sababu ulianzia wilaya ya Tanganyika, nenda Tanganyika. Huyo mkandarasi yuko wapi kwa sasa? Mkuu wa wilaya ya Tanganyika alimwamuru TARURA amtafute. Kwa sababu alisema mlipompa kazi bila shaka mnajua alipo. Kwa hiyo tangu alishamaliza kazi bado. Ile kazi ilipofikia hatua ya mwisho nilipodai kwa nguvu, akashirikiana tena na TARURA, wakaiuza kazi kwa Samota Limited Wanzega. Kwa hiyo mimi nikakosa mtu wa kudai. Meneja wa TARURA yuko wapi? Meneja wa TARURA mkoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Kimsingi tulikuwa na huyo mkandarasi ambaye alifanya kazi hapa upande wa Majalila mwaka 2021 na ile kazi aliifanya na ilikamilika vizuri, lakini kilichotokea kama anavyolalamika mtoa hoja ni kwamba waliingia makubaliano wao yeye na yule, na sijajua anasema kwamba alishirikisha TARURA, sijajua ni TARURA wilaya TARURA ipi, lakini kimsingi kwenye ofisi yangu mimi sina document yote ya makubaliano kati ya huyu na yule bwana. Meneja wako wa wilaya yuko wapi? Atakwepa. Hebu mtoa hoja tuambie ni TARURA wilaya, TARURA mkoa, nani waliokuunganisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu mzima kama huyu anapokuwa muongo ni laana. Ni laana kabisa. Wakati ninafika hapa, siku ya kwanza wameniita hawa kwamba mkandarasi hana hata baisikeli, yani shahidi. Siku hiyo barabara ilikuwa izinduliwe na Mwenge, wakawa na wasiwasi. Ulionana na nani? Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Tanganyika. Wanakuja kukagua hiyo barabara, nipo wananiuliza, "Jamani, utatusaidia?" Nikasema niko tayari. Kamati nzima ya ulinzi na usalama ilikuja pale Majalila, mimi nipo. Ndio nikaenda Singida kuleta magari na mitambo. Huyo mzee mimi nasikitika kwa umri alionao, hata yuko kufanya mambo kama haya. Hata hizi karatasi za demand note zinaonyesha kopi nilimpa na mwanasheria wake wa TARURA nilimpa kwa dispatch. Sasa hivi nitaenda kupekua nyaraka nije nithibitishe. Hizi hapa kopi ya kwanza nilimpa, na ya pili nilimpa mwanasheria, ya tatu nilienda kwa mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya ya Tanganyika akuthibitishia hapa, alimuita akamwamuru huyu atafuta juhudi zozote za kumpata Global Future Technology. Mkuu wa wilaya hapo anakuwa mwongo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka madereva wangu kutoka Singida mmoja amefia hapa, nimepeleka maiti nyumbani, wa pili ametoka hapa na stroke. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata mimi sasa hivi natembea na vidonge vya pressure mfukoni. Dereva amefia hapa hapo mtaa wa Nyerere, block namba 1 Singida mjini. Corneli Simba amefia hapa. Hapo anasema huyo mkandarasi mmempeleka wapi? Ameenda wapi huyo mkandarasi? Anajua alipotoka kwa sababu sio Mtanzania. Meneja wa TARURA, yule mkandarasi alienda wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kimsingi mkandarasi mwenyewe kwa taarifa nilizonazo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa taarifa nilizonazo yule mkandarasi sasa hivi hayuko hapa nchini, na yuko nchi gani kwa kweli siwezi kufahamu.
Mlishamlipa fedha zote? Fedha zote alishalipa pamoja na retention money. Mnamlipaje na retention money na mambo mengine hayajaisha? Na ninyi mlishaletewa jambo hili na malalamiko yalishaletwa kwenu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nimesema, mimi sijawahi kuitwa na mkuu wa wilaya kwa maana kuja kusolve tatizo Kalahulwa. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika, hebu tuambie hili jambo. Uliowaita ni nani? Na baadaye wakamlipa huyo mkandarasi fedha yote huku anadaiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa nafasi hii. Ninakiri kwamba huyu mtu swali tulifanyia kazi na TARURA wilaya ambaye manager hapa hayupo sasa hivi kama ulivyomuita, watuhakikishia kwamba watamuunganisha na kuhakikisha kwamba fedha analipwa. Na haya sasa uwaelekeze wamlipe huyo kijana. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama alivyonielekeza, naomba mkamlipe. Haya, kuna Muze General Traders. Hawa wanadai halmashauri ya kule Nsimbo wamesupply stationery. Kuna wamesupply